Bwana mtazamaji wa Power Media, hapa ni maeneo ya Tabata Segerea, kituo kikuu cha mabasi yaendayo katikati jiji la Dar es Salaam na maeneo mengineyo. Hapa tumemfuata shabiki mwanachama influencer club ya Simba, si mwingine mwite William. Mimi ni CK Fred, nyuma ya kamera Kibo Kibaba Abu Ramadhani Mr. Koti. Huyu ndio Will mwenyewe ambaye anakwenda kutupa simulizi kadhaa kutoka kwake. Jambo kubwa kwenye nchi ni moja tu, Simba katiba imepita, msajili wa vyama vya michezo Tanzania ameiridhia Simba waendelee na mchakato wa kuchakatua transformation. Taarifa hii kwa mashabiki na wanachama klabu ya Simba ina maana gani kwa taswira nzima ya klabu yenu? Kwanza tunashukuru kwa swala hili limekuja muda mwafaka, kwa maana kwamba tuko kwenye mwezi mtukufu na mwezi sisi wa Kristo tuko kwenye Kwaresima. Kwa hiyo jambo limekuja vizuri sana. Kwanza hongera na pongezi kubwa tunampelekea Mheshimiwa Paul Makonda. Nadhani sauti yake alipoitamka kuhusiana na hili swala la Simba Sport Club halikuchukua muda mwingi, tukamwona mkurugenzi wa vyama vya michezo moja kwa moja akalileta lile swala la katiba, na sisi kama mashabiki wa Simba ambao tumeipokea hii katiba, sisi kwa upande wetu tunaona ni furaha. Yale mambo sasa hivi ya mangungu mara mambo ya huku, nadhani ni mwisho wake sasa imefika. Ni muda sasa wa kuijenga Simba iliyokuwa imara. Kwa hili sisi kama mashabiki wa Simba tumelipokea kwa furaha sana tena sana, japokuwa tu hatujajua kwa upande mwingine namna gani ambavyo litakavyokuwa, kwa sababu kwa maana kwamba kama katiba ipo, kwa sababu sisi tunaishi kwa misingi ya katiba. Kama katiba imekuja leo, sasa kuna maswali kama mawili ambayo nilikuwa pengine ninajiuliza. Swali gani mtazamaji ajue? Swali la kwanza, kwa sababu katiba imekuja, kwa maana kwamba hapo mwanzo tulikuwa twendi kwa mifumo ya katiba. Mwekezaji aliyekuwepo sasa hivi zile pesa alizoziweka, sio, unanielewa? Alizoziweka kwa maana kwamba katiba haikuwepo, tulikuwa tujaweka. Ina maana aliziweka kama mshabiki, sio, unanielewa? Au aliziweka kama mwekezaji, kwa maana kwamba sasa hivi Simba kwenye katiba kule imeruhusu wawekezaji watatu. Kwa hiyo sasa hapa kuna uwalakini na kuna mashaka. Pengine labda tajiri naye kwa lile swali ambao halioji siku ile, pengine naye alikuwa anatamani pengine Simba iendeshwe hivi kutokana na ile comment yake ambayo alienda akacomment kwenye page ya Simba. Kwa sisi kama mashabiki wa Simba tunasubiri sasa ule mchakato uende kwanza, ili kusudi tuitengeneze Simba yetu iwe kisasa. Tumemwona mkurugenzi wa vyama nadhani vya michezo alisema kwamba Simba vilabu vingine vitakuja kuiga kutoka kwetu, kwa maana kwamba wengine wamefanya lakini hawajamaliza. Kwa Simba na katiba yake, na maana moja kwa moja wanaenda kulimaliza, itabidi vilabu vingine vije kujifunza kutoka kwetu sisi. Na hapa kwenye kujifunza maana yake unamaanisha hata watani zenu wa jadi klabu ya Yanga ambao na wao pia wapo kwenye mchakato wa kuchakatua namna ya kuboresha ama kubadili mfumo wa uendeshaji, na wao watakuja kujifunza kwa klabu ya Simba? Naam, lazima waje wajifunze, kwa sababu yule aliongea ndo mkurugenzi nadhani wa vyama vya michezo. Kwa hiyo yeye anajua ni timu gani ambayo imemaliza transformation. Kwa moja kwa moja anaona Yanga na wao walianza, lakini kuna kitu kimekwamisha. Pia kwa Mheshimiwa Makonda pia aende akaiangalia hata kwa upande wa Yanga. Kuna vitu vingi sana, kuna unyonyaji wa mifumo ya uongozi pia ipo kule. Ndio maana mkurugenzi alisema pale kwamba Simba wakimaliza hili, vilabu vingine vitakuja kujifunza kutokana na maboresho ambao yapo kwenye misingi ya katiba. Unaona moja kwa moja katiba yetu sisi imeenda vizuri, kwa sababu unaona ni swala karibia la miaka 8 katiba inaenda huku, inaenda kwa huyu, inaenda ICC, inaenda huku, mpaka unaona huko ndani walikuwa hawaitambui, lakini katiba yetu sisi unaona mpaka mwanasheria mkuu amehusika pia pale, maana ilikwenda kwa mwanasheria mkuu ili kusudi kuweka katiba ambayo hata serikali ile katiba imekubaliwa na imepewa baraka zote na serikali. Kwa hiyo moja kwa moja unaona Simba inaenda kwenye ile mifumo ambayo pengine ilikuwa ni vilio vingi, pengine ile mifumo ambayo baadhi ya viongozi ambao walikuwa na uchu wa madaraka pale na kujipatia fedha walikuwa ile karatasi wameikunja, lakini sasa hivi serikali imeenda kubariki swala. Ni muda sasa wa kwenda kuijenga Simba ikiwa imara na Simba ya kisasa zaidi, ili kusudi vilabu vingine vije. Sisi tulikuwa wa kwanza kwenye swala hili, kwa sababu nakumbuka Senzo alipokuja alitucholea ramani yote, lakini baadaye viongozi wetu wakaichukua ile karatasi ya ramani wakaichana wakaikalia, lakini Senzo alipoenda Yanga akawaoneshea mchoro kidogo, Yanga ndo wakaenda, lakini bado pia hawajamaliza. Ndio maana mkurugenzi pale alisema kwamba vilabu vingine vitakuja kujifunza kutoka kwa Simba. Inaonesha hapa Simba kilichokuwa kinaikwamisha ni katiba. Kwa hiyo katiba, kwa sababu tumeshakabidhiwa na katiba ambayo iko vizuri kabisa, nadhani ni kwenda kuijenga Simba na kufanya sasa Simba iende kwa muundo wa kisasa, kwa sababu tunajua kama klabu itaendeshwa kisasa zaidi, kwa sababu kwanza hapa tulikofikia sisi kama Simba tunamshukuru Mo Dewji kutoka pale ambako alitutoa. Nakumbuka wakati ule Manji alipoanza kuifadhili Yanga, sisi Simba tulikuwa tunahangaika na wachezaji wadogo kipindi kile, nadhani wakina Isiaka, wakina Manyika, wakina Jonas Mkude wakati wanapanda. Tulikuwa tunaishangaa sana Yanga inaenda kusajili mchezaji kama Haruna Niyonzima milioni 100
wakati huo kwenye kikosi wana Tabani Skala Kamsoko. Kikosi chao kilionekana kuimarika sana sana. Sisi wakati huo tuna wachezaji wa kawaida na wachezaji wadogo hawana majina, tukaona ni umuhimu sasa wa kupata tajiri ili kusudi aje kuwekeza kwenye timu yetu. Mo akakubali, lakini wakati ule tunampa Mo, katiba haikuwa sawa. Kwa maana kwamba sasa hivi katiba imekuja, basi Mo Dewji anatakiwa sasa aangalie na aifuate katiba inavyotaka. Kama inaruhusu wawekezaji watatu na yeye atakuwepo kwenye hao watatu, na kama hatoweza kwa sababu tuko kwa msingi wa katiba, basi aache, ili kusudi sasa hivi sio muda tena kumtegemea Mo, ni kuacha wafadhili wengine waje ili kusudi kwenda kuijenga Simba na iwe Simba ya kisasa. Kwa hapa alipofanya Mo, tunamshukuru sana. Mo anaidai Simba takriban bilioni 86. Katiba unasema ya mwanzo ilikuwa sio sawa, lakini Mo thamani aliyoweka kwenye kwa miaka 8 iliyopita ilikuwa thamani ya Isa 49 inasema B20. Leo miaka 8 iliyopita, kwa katiba mpya mkisema mrudi kwenda kufanya kukagua mfumo wenu mzima, unaiona Simba ikiwa na thamani zaidi ya bilioni 20 kwenye upande wa Isa za mwekezaji za 49% na watu watatu, lakini Mo analipwaje sasa ikiwa katiba hii ndio imekuja leo? Ama haina noma, mtalipa tu fresh au mdaiwi? Tukisema tudaiwi tutakuwa pengine tunamnyongonyesha Mo, pengine pia kinyongo chake kinaweza kikaifelisha Simba kwa namna fulani, lazima tukae naye, lakini kwa katiba, kwa sababu sisi tunaishi kwa misingi ya katiba. Katiba hii tunaona ndo imenyooka. Kwa hiyo kama katiba imenyooka, ina maana yale yaliyokuwa kule yote yaliokuwa yanafanyika feki hayatambuliki kwa mujibu wa katiba hii. Lakini ni wakati sasa wa kukaa kuona ni namna gani ambavyo tunaweza kufanya ili kusudi pengine kama Mo atatoka, basi tuangalie namna gani ambavyo tunaweza kumlipa. Thamani ya Simba sasa hivi sio thamani tena bilioni 20. Thamani ya Simba ni thamani kubwa, pengine tuongelee kwenye bilioni 100 huko, kwa sababu tunaangalia wakati ule yeye anawekeza mpaka sasa hivi Simba imepiga hatua kubwa, na jina hata pia na pengine hata wafadhili wengi sana wanatamani kuenda kuifadhili Simba Sport Club. Wewe angalia tu mkataba wa jezi, thamani ya Simba iwe bilioni 20, alafu mkataba wa jezi wa Jairut bilioni 38. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inatakiwa uende moja kwa moja ukafikiri. Thamani ya Simba sasa hivi ni kubwa. Kwa hiyo ni wakati wa kuangalia namna gani tunaweza kumalizana na Mo Dewji. Kama atakuwepo kwenye wale watatu, basi tuangalie namna gani tunaweza kumalizana naye vizuri, ili kusudi, kwa sababu alikotutoa pia mpaka Simba kwenda vizuri. Nakumbuka hata ile 2022 wakati ule Louis Mixon na Chama Kratos wanaondoka, Simba ilikuwa iko vizuri na tulikuwa tunamtegemea zaidi Mo Dewji. Nadhani viongozi waangalia namna gani tunaweza tukamalizana naye, kama atakuwepo kwenye wale watatu, na yeye sisi tunampa awe kipaumbele namba 1, kwa sababu alikotutoa mpaka kufikia hapa tunasema ametutoa na kutupeleka kwenye nchi ya ahadi, japokuwa hatujaweza kuifikia, ili kusudi tumalizane naye vizuri zaidi. Tunapoenda kuijenga Simba, asiwepo mtu ambaye pengine ana kinyongo au tumemnyonya kupitia katiba hii. Katiba hii iwe inatengeneza usawa kwa yoyote yule, ili kusudi kwenda kuijenga Simba ikiwa imara. Mtazamaji wa Pawa Media, tumemaliza mazungumzo na shabiki mwanachama influencer wa klabu ya Simba, lakini mwisho kabisa kwako mwenye imani ya Kiislamu na mwenye imani ya Kikristo, tuwatakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Mimi ni Isiki Fred the Eli Kapitano, nyuma ya kamera Babu Ramadhani. Heri na kazi njema. Shukrani.